Ujasiri wako uko wapi? Ujasiri wako uko kwenye dhehebu lenu, ama ujasiri wako uko kwa kuhani wako mkuu Yesu Kristo ambaye anakuwakilisha mbele za Mungu? Maana kumbuka, Israel walikuwa hawaruhusiwi kuingia patakatifu patakatifu. Sisi kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ambaye amefanya kazi akatukamilisha milele, tunaruhusiwa wote sasa hivi kuingia patakatifu patakatifu. In fact, Biblia inatuchagiza kwamba tuingie kwenye kiti cha neema kwa ujasiri, ili kuweza kupokea neema na rehema na kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa nini? Kwa sababu tunaye kuhani mkuu ambaye yuko hapo mbele za Mungu, mkamilifu, mwenye haki, asiyekuwa na mawaa, lawama, dosari wala kasoro. Na kwa sababu yeye yuko hivyo, basi na sisi mbele za Mungu tunahesabika kuwa ni wenye haki, watakatifu, wasiokuwa na mawaa, lawama wala dosari mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini. Tuko katika wiki ya mwisho, na wiki hii tunaangalia nafasi ya Bwana Yesu kama kuhani mkuu, kwamba wajibu wake ni nini, lakini zaidi ya yote sisi tunahusiana vipi na yeye kama kuhani mkuu, na uhusiano wetu na yeye kama kuhani mkuu unatuweka vipi mbele za Mungu. Mungu anatutazama vipi? Kwa hiyo mambo ambayo tumekuwa tukiangalia, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa vipindi vilivyopita. Tulikuwa tunajaribu kuangalia tumeanza kuchambua utofauti baina ya ukuhani wa Haruni na ukuhani wa Melkizedek, ambao ndo Bwana Yesu yuko katika mfano wa ukuhani wa Melkizedek. Leo tutaendelea kuongezea kitu tena pale, tutapiga hatua na naamini mambo yatakaa vizuri kabisa. Kumbuka rafiki, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nawe ukaunganishwa. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia, na kupa hongera sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usichoke, endelea kusimama pamoja nasi. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa hiyo nakupa hongera sana 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 sana. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tuendelee na uchambuzi wetu wa nafasi ya Bwana Yesu kama kuhani mkuu, na tumekwisha kuangalia vitu kadhaa. Kwa hiyo nitataka nianze tena kwenye mlango wa 5, na nianze mstari ule wa ngapi? Mstari wa kwanza. Na vitu vichache nataka tuviangalie. Anasema hivi, Waebrania 5:1, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kitu ambacho tuliona kwamba Bwana Yesu yeye hana dhambi, na kwa maana katika kushughulikia dhambi, maana yake ni kwamba hakuwa anashughulikia dhambi za kwake, lakini alikuwa anashughulikia dhambi za wanadamu wote. Tunakwenda sawa? Sasa okay. Kwa hiyo tunaona mstari wa 5 anasema, vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, kama anenavyo mahali pengine, ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Sasa huyu kuhani kwa mfano wa Melkizedeki tuliangalia, lakini kitu kimoja ambacho nataka tukiangalie kwa kuanza nacho kwenye kipindi hichi, tuanze kuangalia jinsi namna gani utaratibu ambao Mungu aliweka wa kushughulikia ama kuondoa dhambi, kwa sababu ndio kazi ya kuhani mkuu. Kwa hiyo nataka twende Waebrania mlango wa 9 kwanza.
alafu tutarudi huko tena kwenye kuna mambo ya kuzungumza, na unisamee tutakuwa tunaenda katika kitabu cha Waebrania, tunaenda mbele na nyuma, mbele na nyuma, mbele na nyuma, kulingana na kipengele gani tunakijadili. Kwa hiyo hatuendi mlango kwa mlango, lakini tunaenda kwa kipengele kwa kipengele. Kwa hiyo tukienda kwenye Waebrania mlango wa 9, anaelezea ile hema kukutania jinsi ilivyokuwepo. Kwa hiyo nitaisoma tu kwa ajili ya uweze kupata picha, alafu nitaelezea. Kumbuka kipindi kilichopita nilikuonyesha kwamba hema ya kweli ambayo Kristo ameingia iko mbinguni. Na hii hema ya duniani ambayo ilitengenezwa, Musa alipewa maelekezo na Haruni akawa anahudumu katika hiyo, anasema ilikuwa ni kimvuli. Original iko mbinguni, ndio ambapo Bwana Yesu kwa wetu mkuu aliingia. Kwa sasa Waebrania 9:1 anasema hivi: basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Muone anasema pa kidunia. Kwa hiyo anazungumzia kwamba ile hema ya kukutania ya kwanza iliyotengenezwa hapa duniani ilikuwa ni kwa sababu ya agano lile la kwanza, ama agano la kale, ama Torati ya Musa. Sasa maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Ukisoma Kutoka mlango wa 25 liko wazi kabisa. Sasa na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu patakatifu, chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lilofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Ngoja nifafanue kidogo hapo. Kwa hiyo anasema ulikuwa ukiingia patakatifu patakatifu, utakuta kuna lile sanduku la agano. Na hili sanduku la agano anasema ndani mwake kulikuwa kuna kopo lililokuwa lina mana ambao wana wa Israeli walipewa wakala jangwani. Alafu kulikuwa kuna fimbo iliyochipuka ilikuwa imewekwa ndani mwake. Alafu kulikuwa pia kuna mbao mbili za mawe, maana zile amri 10. Sasa twende taratibu. Tunafahamu kwenye habari ya kopo lilokuwa ama kwa habari ya mana ambao ilikuwa imewekwa ndani ya sanduku. Unakumbuka mara kadhaa wana wa Israeli walifika wakalalamika kwamba chakula wanachokula kwa maana ya mana ni chakula dhaifu, hawakitaki. Kwa hiyo walilalama. Mungu akatuma nyoka za moto kuangata. Unakumbuka hilo? Lakini na sehemu nyingine wakadai nyama, Mungu akawatumia kware. Anasema walivyokuwa kila kware, then zile nyama zikawaletea uchungu. Maana yake kwamba walimkera Mungu. Kwa lugha nyingine ilikuwa ni manunguniko. Hilo shika la kwanza. La pili, kuna wakati wana wa Israeli walikasirika, wakasema kwani Mungu anazungumza kupitia Haruni tu? Watu wakadai kwamba hata na sisi tunaweza kuwa makuhani. Mungu akasema kupitia sisi. Akasema okay, hebu watu walete fimbo. Alafu fimbo itakayochipuka, huyo ndo ambaye nimemchagua kuwa kuhani mkuu. Kwa hiyo walivoleta fimbo ya Haruni kachipuka. Ile fimbo ikawa imewekwa ndani ya sanduku. Kwa lugha nyingine, ile fimbo ilikuwa na ukumbusho wa nini? Ukumbusho wa manunguniko na uasi wa wana wa Israeli mamlaka ambayo Mungu ameiweka. Kwa maana katika kopo inakumbusha nini? Inakumbusha uasi wa wana wa Israeli dhidi ya huduma ama chakula na kuwatunza ambako Mungu alikuwa anafanya, kwamba hawajaridhika. Kwa matatizo mawili hayo. Lakini tatu, hizi mbao mbili za mawe ama amri 10 zilikuwa ni uthibitisho kwamba wana wa Israeli walikataa kutegemea neema ya Mungu, wakaamua kutegemea matendo yao wenyewe katika kuhusiana na Mungu. Kwa hiyo una vitu vitatu ambavyo vinakumbusha uasi wa mwanadamu dhidi ya Mungu. Lakini kitu ninachotaka ukione hapa ni kitu hichi. Hivi vyote vitatu vimewekwa ndani ya hili sanduku. Alafu anasema juu ya sanduku ikawekwa kiti cha rehema. Hichi kiti cha rehema ndio mahali ambapo kuhani mkuu alikuwa anakwenda anapeleka damu. Na damu ambayo ikikubalika sasa, maana yake ni kwamba watu wamekubalika. Kwa hiyo Mungu anaamua kwa makusudi kabisa kwamba hataki kukumbuka uasi wao wala uovu wao. Kwa hiyo anachukua kikopo cha mana ndani ya sanduku, fimbo iliyochipuka ndani ya sanduku, mbao mbili za mawe ndani ya sanduku. Vitu vyote vitatu vinawakilisha uasi, vinakumbusha uasi wa wanadamu mbele za Mungu ama dhidi ya Mungu. Kwa hiyo anaviweka ndani ya sanduku, juu yake anaweka kiti cha rehema. Alafu kile kiti cha rehema kimefunikwa na makerubi, mabao ya makerubi. Kerubi afunikaye. Kuonyesha nini? Kwamba anafunika uovu wao. Kwa hiyo damu inawekwa kwenye hichi kiti cha rehema. Sasa tunafahamu kuja kusoma kwenye Warumi 3:25, Yesu Kristo ndiye kiti cha rehema.
Ukisoma hilo utaliona. Sasa kuonyesha ni tangu Agano la Kale, pamoja na kwamba uhusiano wa taifa la Israeli na Mungu ulikuwa ni katika Torati ya Musa, lakini bado Mungu alikuwa anataka kudili na watu wake kwa neema yake. Ndio maana akaweka huo utaratibu. Kwa hiyo anasema hivyo ndio vitu ambavyo vilikuwa katika ile hema kutania, kwa maana ya patakatifu pa patakatifu. Sasa anaendelea anasema hivi, mstari ule wa 6. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, ile hema ya kwanza, sio ile ya pili ya patakatifu patakatifu, ile hema ya takatifu, wakiyatimiza mambo ya ibada. Sasa sikia mstari wa 7. Anasema lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake. Kwa lugha nyingine, patakatifu patakatifu anayeruhusiwa kuingia ni kuhani mkuu, na huyu kuhani mkuu anaingia peke yake. Kwa lugha nyingine, hawa makuhani wengine hawaruhusiwi kuingia. Sasa huo ni utaratibu wa Agano la Kale. Katika Agano Jipya, kama mama nitakuonyesha, kuhani wetu mkuu ameingia, ameleta ukamilisho. Kwa hiyo na sisi wengine wote tunaruhusiwa kwenda patakatifu patakatifu. Na nikwambie kitu kingine kimoja. Katika baina ya patakatifu pa kwanza na patakatifu pa patakatifu ambako ni sehemu ya pili, kulikuwa kuna pazia linatenga. Na wanasema ili pazia lilikuwa ni nene kweli. Ukisoma kwenye maelezo, lilikuwa ni pazia ambalo ni nene, huwezi ukapita. Sasa kuna story nyingi zinaendelea hapo, kwamba wengine wanasema kwamba kwenye hili pazia kulikuwa hakuna mlango. Kwa hiyo ina maana kuhani mkuu alikuwa anaingia supernaturally, kwamba anapita anaenda upande wa pili. Lakini kwa sababu ya masharti na utaratibu ambao Mungu ameweka, ilikuwa inakwenda hivi: kuhani mkuu asipokubalika mbele za Mungu, au dhabihu anayoitoa isipokubalika mbele za Mungu, alikuwa anauawa hapo hapo. Ndio maana ukisoma kwenye Lawi mlango wa 16, anapoingia kuhani mkuu, kabla hajaweka damu, alikuwa anaingia na uvumba, chetezo. Kama umewahi kwenda kwenye kanisa la Katoliki, utaona pale mbele ambapo wanasema ni madhabahuni, utaona wanachoma ubani ama uvumba, chetezo, alafu wanazunguka ile madhabahu. Yote hiyo ni kujaribu kuakisi ama kuashiria ama kufuata utaratibu ambao ulikuwa kwenye Agano la Kale, kwamba Mungu anasema okay, ubani huu ama uvumba unaochomwa unanizuia mimi ama uwepo wangu usimuue huyu kuhani mkuu, maana yake anakuwa bado hajaweka damu kwa ajili ya kushughulika na dhambi. Okay. Kwa hiyo kuhani mkuu alikuwa akiingia, kama atakuwa amekosea utaratibu ama yeye mwenyewe hajafuata maelekezo ambayo amepewa na Mungu, au damu aliyotoa imekataliwa, anakufa pale pale. Lakini shida ikawa inakuja hivi kwamba unamtoaje kule patakatifu patakatifu ambako anayeruhusiwa kuingia ni kuhani mkuu peke yake. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivi, wanamfunga kamba kiunoni, alafu hiyo kamba inatoka nje ya hema. Hilo ni la kwanza. La pili, vazi lake ambalo alikuwa amevaa kuhani mkuu lilikuwa lina kengele. Kama mwawe kuona mbuzi na kondoo ambako wanachungwa masaini machungani, wanakuwa wana kengele zinalia. Kwa hiyo na huyu vazi lake lilikuwa lina kengele. Kwa hiyo ina maana akiwa anatembea kule patakatifu patakatifu, huku nje watu wanasikia kengele. Kwa hiyo wakisikia kengele wanajua kwamba kuhani wetu mkuu bado yuko hai. Kengele ikiacha kulia, maana yake ni kwamba uwepo wa Bwana umemuua kuhani mkuu. Kwa hiyo wanachofanya, namna ya kumtoa ni kwamba unavuta ile kamba, unamvuruta anatoka nje chini ya lile pazia, alafu unamtoa nje. Uone ndio jinsi ambayo ilikuwa uko hatari. Kwa hiyo uwepo wa Bwana, kumbuka kwenye Kutoka 19, wakati Mungu anampa maelekezo Musa, alimwambia mtu yeyote asije akakaribia mlima huu, asije akavuka uwepo wangu. Iwe ni mwanadamu ama iwe ni mnyama, yeyote atakayevuka ama kugusana na uwepo wangu anatakiwa kufa. Ndio maana wakati wanaleta sanduku la agano, Daudi yuko mbele, nani alikuwa anaitwa Uza akagusa, wakati le gari la ng'ombe tayari limegonga jiwe, sanduku likawa linataka kuanguka. Huyu mpendwa akaamua kulizuia sanduku lisianguke. Pamoja na kwamba nia yake ilikuwa njema, lakini Biblia inatueleza alikufa pale pale. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amesema hakuna mtu anayeruhusiwa kusogelea uwepo wangu. Utaona alikuwa anaenda kwenye uwepo wa Bwana, ulikuwa una Musa, ulikuwa una Haruni. Ndio amewachagua hao ama kuhani mkuu. Kwa hiyo kuhani mkuu anaingia peke yake. Sasa nataka upige hiyo picha. Leo hii rafiki, mimi na wewe, kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya, huyu Mungu muumba mbingu na nchi amekuja, anaishi ndani mwetu, anakaa katikati yetu na watu hawafi. Ndio hapo unapoanza kuheshimu
kazi aliyofanya Bwana Yesu na kuanza kuheshimu neema ya Mungu. Mimi naangalia watu wanadai vijogoo sana kwa maana anatetea utakatifu. My friend, viwango vya utakatifu vya Mungu sio vya kibinadamu. Sasa tuendelee na story yetu. Kwa hiyo mstari wa 7 anasema hivi, lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake ambayo ndio kwa nikielezea. Alafu anasema mara moja kila mwaka. Kwa hiyo kuhani mkuu anaingia peke yake patakatifu, alafu anaingia mara moja tu kila mwaka. Alafu anasema 3, wala si pasipo damu. Lazima aingie na damu. Na anasema hii damu anaitoa kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Kwa hiyo unaona patakatifu. Kumbuka, naendelea kusisitiza tena, nasema narudia sana tuweze kuelewana. Hii hema kukutania ilikuwa ni kivuli cha hema original ya kweli iliyoko mbinguni. Ambako hii hema ya kweli original iliyoko mbinguni ndipo ambapo Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu ameingia. Hii hema ya duniani ambao Haruni na wanadamu wengine walioko chini ya sheria ndio walikuwa wanaingia, anasema kuhani mkuu anaingia patakatifu mara moja tu. Alafu anaingia peke yake na lazima aingie na damu kwa ajili yake yeye na kwa ajili ya watu. Sasa nataka upige picha hii. Kama hii hema ya kukutania ambayo sio original ilikuwa kuhani mkuu anatakiwa kuingia peke yake mara moja tu na lazima aingie na damu ambayo anaitoa sio tu kwa ajili yake lakini na kwa ajili ya watu, unadhani ya mbinguni ingekuwaje? Nadhani ya mbinguni ingekuwaje kama kitu original cha mbinguni ndio ingekuwa tunatakiwa kwenda sisi wanadamu wenye dhambi? Unadhani ingekuwaje? Kwa hiyo hii iliyokuwa kimvuli watu walikuwa wanakufa. Sasa kwa hiyo baada ya kusema hayo, swali linakuja hapa ni hili. Kama kwenye hema hii ya kukutania patakatifu kuhani mkuu alikuwa anaingia peke yake, anaingia mara moja tu kwa mwaka na lazima aingie na damu, na hii damu anaitoa kwa ajili ya dhambi zake na dhambi za watu. Hebu niambie mimi na wewe, ni kitu gani kinatudanganya kwamba dhambi inaweza tukashughulikia dhambi zetu wenyewe? Hilo ndio swali ambalo nataka ujiulize. Kama agano la kale, kumbuka sisi tunaishi kwenye agano jipya, lakini hata hilo agano la kale dhambi ilikuwa inashughulikiwa mara moja tu kwa mwaka na kuhani mkuu ambaye alikuwa anaingia peke yake, na akiingia huko lazima aingie na damu. Hili wazo la kwamba dhambi inaweza ikaondolewa na maneno matupu tumeitoa wapi? Na hiyo damu ambayo alikuwa anaingia nayo, maana yake ni kwamba ilikuwa inafunika, haiondoi dhambi, ilikuwa inafunika dhambi za watu mpaka mwaka unaokuja. Kwa hiyo wana wa Israeli ujasiri wao ulikuwa kwenye nini? Ujasiri wao ulikuwa ni kwenye moja, kukubalika kwa kuhani wao mkuu mbele za Mungu, na 2, damu iliyotolewa ambayo imekubalika. Kwa hiyo kwa mwaka mzima walikuwa wana ujasiri kwamba kwa sababu damu imetolewa na kuhani mkuu ametoka yuko mzima, maana yake ni kwamba tumekubalika mbele za Mungu mwaka mzima. Mwaka mzima tuna uhusiano na Mungu usiokuwa na mgogoro. Kitu ambacho leo hii kwenye kanisa hawathubutu hata kuamini hivyo. Sasa moja tuisogeze tupeleke kwa Bwana Yesu. Anasema hivi. Anasema Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu anayeabudu ama abudue, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Sasa sikia mstari wa 11. Anasema lakini
Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi. Hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele, ama akiisha pata msamaha wa dhambi wa milele. Naona? Kwa hiyo anasema Yesu kama kuhani wetu mkuu ameingia kwenye hema kubwa na kamilifu zaidi mbinguni, ameingia mara moja tu akitumia damu yake, na hiyo damu yake imetupatia ukombozi wa milele ama msamaha wa dhambi wa milele. Sasa hii inatuacha na mambo mawili ya kumalizia kutafakari kwenye hichi kipengele. Kama kuhani mkuu peke yake ndo anaruhusiwa kushughulika na dhambi za watu, na haruhusiwi kuingia pasipo damu, na Agano la Kale walikuwa wanatumia damu ya mbuzi, ng'ombe na kondoo, na Agano Jipya imetumika damu ya Yesu Kristo, ambayo yeye alipoingia ameleta ukombozi wa milele. Kwenye Agano la Kale walikuwa wanaingia mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo kila mwaka wanarudia mara moja, kila mwaka wanarudia mara moja kwa ajili ya kufunika dhambi za watu. Na anasema ilikuwa inashindwa kukamilisha dhamiri za watu. Kwa lugha nyingine, ingekuwa inafanya kazi kweli, watu wasingejiona kuwa wao ni wenye dhambi tena. Sasa tunapokuja leo hii, watu wanajaribu kushughulika na dhambi, kwanza wanajitia kwenye nafasi ya kuhani mkuu, wakati kuhani mkuu ni Yesu Kristo peke yake. Then wengine wanaenda mbali, zinasema mchungaji wetu, mtume na nabii na kiongozi wetu ndio kuhani wetu mkuu. Then swali langu ni hili, Yesu Kristo mmemfukuza kazi ya ukuhani mkuu? Okay. Na ukiniambia mchungaji wako, mtume na nabii na askofu wako ndo amesimama kwenye nafasi ya kuhani mkuu, anaingia kwa damu ya kitu gani? Anaingia na damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe, ama anaingia kwa damu yake? Maana Agano la Kale ilikuwa wanaingia na damu ya ng'ombe na mbuzi ama kondoo kwa ajili ya dhambi za kuhani mkuu na dhambi za watu wake. Katika Agano Jipya Yesu Kristo ameingia na damu yake mwenyewe kwa ajili ya dhambi za watu wote, maana yake alikuwa hana dhambi, na hilo toleo moja likakamilisha watu milele, likawapatia ukombozi milele. Kwa hiyo huyu kiongozi wako ama wewe mwenyewe unaposimama mbele za Mungu kushughulika na dhambi, unatumia damu gani? Ndiye anasema natumia damu ya Yesu. Kwa hiyo unatumia damu ya Yesu, Biblia inasema kwamba alileta ukombozi wa milele, alitukamilisha milele. Kwa wewe unaamini kwamba damu ya Yesu imekamilisha milele? Kama hauamini imekamilisha milele, kwamba inabidi urudie kila siku, then maana yake ni kwamba kama uamini hiyo damu imekamilisha milele, neno unawezaje ukaitegemea hiyo damu tena ikusafishia kila siku? Na unapoitumia hiyo damu kila siku, unaitumia wewe kama nani? Maana yake hiyo damu ilikuwa inashughulikiwa na kuhani mkuu, na huyu kuhani mkuu ni Yesu Kristo kwa mfano wa Melkisedeki. Kwa wewe unashughulika kama nani? Na huyo kiongozi wako anashughulika na dhambi zako kama nani? Kama nani? Kama nani? Haya mambo ni serious. Kwa watu wanafanya ngonjera na maigizo alafu wanadhania ni Biblia. Sio Biblia rafiki. Biblia ina utaratibu ulio dhahiri kabisa. Kwenye Waebrania 9 hii, angalia nikienda kwenye mstari ule wa 20, anasema hivi. Ama inaanza mstari wa 19. 9:19 ndaanza. Anasema hivi, maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote wakati wanapelelea Agano la Kale, kama ilivyoamuru sheria, aliitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote, akisema hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo damu kumwagika hakuna ondoleo la dhambi. Sasa huyo aliyekudanganya kwamba dhambi inaondolewa na maneno ni nani? Ni nani? Ndio maana unafanya maombi yako ya rehema na utakaso usiku, ukiamka unanyona bado ni mwenye dhambi. Unafanya tena asubuhi, lakini ukirudi tena usiku unanyona bado ni mwenye dhambi. Kwa hiyo umekuwa ukirudia maombi hayo kila siku. Kwenye nafsi yako na dhamiri yako hujawahi kupata uhuru wa mtu ambaye hana dhambi mbele za Mungu. Siku zote unanyona wewe ni mwenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu unatumia utaratibu ambao sio umeelekezwa kwenye Biblia. Unatumia utaratibu ambao uko kinyume na maagizo ya Mungu. Utaratibu unaotumia wewe hauko chini ya Agano la Kale
wala hauko chini ya agano jipya. Maana katika agano la kale pamoja na agano jipya, dhambi inashughulikiwa kwa damu. Na ndio maana kwenye agano la kale ilikuwa inabidi wana wa Israeli watie imani kwa nani? Kwa kuhani mkuu anayewawakilisha mbele za Mungu, na kwa dhabihu ama damu aliyoitoa kwa ajili ya dhambi zao. Vivyo hivyo katika agano jipya tunatia imani yetu kwa kuhani wetu mkuu Yesu Kristo, ambaye ni kwa mfano wa Melkizedek, na katika damu yake ambayo ameitoa mbele za Mungu, ambapo Biblia inasema damu ya Yesu Kristo inanena mambo mema juu yetu. Kama imani yako haiko katika damu ya Yesu Kristo, maneno yako na ngojera zako haziwezi kuondoa dhambi. Pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Agano la kale ilikuwa iondoi, ilikuwa inafunika. Agano jipya inaondoa. Sasa wewe unaishi wapi? Maana utaratibu leo kwa makanisani mengi hauko kwenye agano la kale wala hauko kwenye agano jipya. Unasema ni utaratibu unatoka wapi? Ni wa kipagani. Ulikuja kipindi wanaita medieval. Ukisoma kwenye historia ya kanisa kuanzia karne ya 5 mpaka karne ya ngapi ya 15. Kanisa liliingia kwenye giza, inaitwa kipindi cha giza. Ndio hayo matakataka yote na hizo ngojera zote zilipokuja kwenye kanisa, utaratibu ambao Biblia hautambui kabisa. Kwa nini? Kwa sababu pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tena kesho muda na wakati